Haleluya, watu wa Mungu, nina wasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Kristo inanyi popote mlipo. Ninamshukuru Baba kwa nafasi ambayo amenipea kuwa mbele zenu usiku ni wa leo. Nataka nizungumze na mtu wa Mungu. Nataka nizungumze na watu wote, iwe ni mpagani, iwe ni mlokole. Nataka nizungumze nawe kwa habari ya dunia hii inapita, pamoja na tamaa zake zote, pamoja na vyake vyote. Ipo siku itapita tu, hata kama inaonekana kuwa ni nzuri sana kiasi gani, inaonekana kuwa ni bora sana mbele za macho ya watu, lakini bahati mbaya ama nzuri ni kwamba dunia hii itapita pamoja na mambo yake yote. Bwana asifiwe sana. Mhubiri anasema kwamba mali za mtu zitapotea kwa bahati mbaya, na hata faidi chochote kwa ajili ya kile ambacho likichuma alipokuwa chini ya jua. Bwana asifiwe sana. Tamfaidi mtu nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Yaani itakufaidi nini kuwa maarufu duniani nzima, kuwa na pesa nyingi sana duniani nzima na kupata hasara ya nafsi yako? Haitakufaidi chochote. Mwisho wa siku nafsi itakuwa ni bora sana kuliko mali za dunia hii. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, tunaishi nyakati za mwisho. Petro anasema kwamba mwisho wa yote umekaribia, ikiwa na maana ya kwamba hata mwisho wako wewe upo karibu sana na kupotea duniani hapa. Bwana asifiwe sana. Hakuna anayejua siku ya kufa kwake, ikiwa na maana kwamba hata leo, hata sasa hivi waweza ukaondoka, lakini shida sio kuondoka, shida ni umeondokaje. Bwana asifiwe sana. Sababu kuna kule kuondoka kwingine, unaondoka lakini huku tunalia na hatulii kwa sababu tutakumisi sana. Hapana, tunalia kwa sababu unakokwenda ni pabaya sana. Bwana asifiwe sana. Unakokwenda ni pabaya sana. Mtu wa Mungu, sio kila naye ilia kwenye msiba eti analia kwa sababu eti ni kwa sababu tu atamisi mtu. Hapana. Wengine wanalia, wengine wanahuzunika kwa sababu kwa marehemu anakwenda mahali pabaya, anakwenda kwenye moto, anakwenda kuungua, anakwenda kupata mateso. Ndio maana inafika mahala tunaumia. Wengine wanafika tu wanalia. Kuna wengine ambao wanalia kwa sababu tu alikuwa ni marafiki, walikuwa ni ndugu. Lakini kuna wengine ambao wanalia kwa sababu ya maisha ambayo aliishi hapa duniani yalikuwa ni mabaya sana, na kuna ambao anakwenda sehemu mbaya sana. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa mtu wa Mungu, nataka unisikize kwa makini sana. Ni kweli utakuwa maarufu sana. Ni kweli utakuwa unavaa vyote ambavyo unataka. Ni kweli utafanya zinaa utakavyo, utaiba utakavyo, utakunywa pombe utakavyo, utafanya usanii utakavyo, utafanya ujana utakavyo. Sawa, hakuna shida. Lakini sasa baada ya maisha haya utakuwa wapi? Bwana asifiwe sana. Baada ya maisha haya utakuwa wapi? Ni kweli sasa, hakuna shida. Utatembelea maono ya macho yako, ni sawa, hakuna shida. Utakwenda popote utakapo, ni sawa, kwa ajili ya anasa, ni sawa kabisa, hakuna shida. Lakini baada ya maisha haya utakwenda wapi? Bwana asifiwe sana. Kwa maandiko, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hizo ni njia za mauti. Ni kweli leo kuna njia ambayo unaiendea wewe machoni pako ni nzuri, lakini matokeo ya njia hiyo yanakuwa ni hasara kwenye maisha yako. Unafika tu unajuta kwa nini uliendea njia hiyo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanatusihi sana
na kusii mtu wa Mungu, wakati huu tulionao ni mbaya sana, na wakati wa kumtafuta Mungu ndio huu sasa. Kumbuka ujana unapita pia. Biblia iko wazi kwamba ujana na utu uzima wote ni ubatili. Ni sawa utakuwa una makalio makubwa, uko vizuri kwa kuzini, uko vizuri kwa vingine vyote kwa ajili ya dhambi, na matiti makubwa, hayo ni ya kwako hayo, na una sura nzuri, ni ya kwako hiyo, lakini sura hiyo nzuri hiyo haitakupeleka mbinguni baada ya maisha haya. Makalio hayo hayatakupeleka mbinguni baada ya maisha haya. Matiti hayo hayakupeleke mbinguni baada ya maisha haya. Bwana asifiwe sana. Wengine ni wachawi usiku, mchana unakuwa ni nuru kwa ajili ya watu wote, lakini usiku ni mtu kutafuta nuru peke yake. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna wale wengine ambao usiku wanajigeuza kuwa paka kwa ajili ya kwanza kuwaangia watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kwamba itakufaidi nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yako? Leo unaua, kesho utakufa na wewe. Biblia iko wazi, atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake mtu huyo itamwagwa na mwanadamu. Atakaye kwa upanga, atauliwa kwa upanga. Bwana asifiwe sana. Nafika mahala mnafanya uchawi usio na maana yoyote kwa lengo la kutaka kuharibu maisha ya watu walionayo, kuondoa uhai wa walionao wasiwe nao. Bwana tuhurumie sana. Hasa kuna hili taifa la Wabembe, hili taifa ambalo lina sifa kubwa sana ya uchawi. Bwana tuhurumie sana. Mtu wa Mungu, ni kweli utaenjoy uchawi, utaenjoy sana, lakini kweli ni kwamba kwenye uchawi hakuna faida yoyote. Yaani hakuna faida ambayo utaipata kwenye uchawi, kinyume tu na kuua watu, kunywa damu za watu na vingine vyote. Lakini sasa nikwambia ukweli ni kwamba uchawi ni dhambi, na Biblia iko wazi kwamba na wachawi hawataingia mbinguni. Kwa hiyo hakuna mchawi yote ambaye ataingia mbinguni. Hakuna yote ambaye ujigeuza kuwa mnyama usiku alafu mwisho wa siku aingie mbinguni wakati hajatubu dhambi yoyote. Kwa hiyo mbinguni ya kutaingia mchawi yoyote, mwasharati yeyote, mzinzi yeyote, mwongo yeyote, mlegevu yeyote aingie mbinguni. Bwana asifiwe sana. Alafu kuna wengine ambao wanatukia mbinguni eti ni kawaida sana. Ukweli ni kwamba dunia hii, watu wa Mungu, inapita hii. Hii dunia inapita sana hii. Usikie maandiko ya kwanza kusomea kwa haraka haraka alafu niende kumaliza. Kitabu cha nianze Isaya 24:19 anasema. Dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machale, na mzoga wa dhambi na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Bwana asifiwe sana. Tena itakuwa katika siku hiyo, Bwana ataliadhibu jeshi la mahali palipo juu katika mahali palipo juu, na wafalme wa dunia katika dunia. Bwana asifiwe sana. Kwamba dunia itaanguka pamoja na tamaa zake zote, pamoja na maendeleo yake yote, lakini dunia hii itaanguka. Hata kama ni tajiri, utajiri wako utaanguka. Hata kama ni mfupi ni mrefu, utaanguka tu. Hata kama una magari, nyumba, mavazi, utaanguka tu. Mwisho wa siku utaviacha. Kwa hiyo la muhimu cha msingi ni kutubu dhambi na urejee kwa Mungu. Mtu wa Mungu, hakuna faida yoyote duniani ambayo utaipata nje na Mungu. Mwisho wa siku ni hasara na kulia sana. Wala siwe sana. Sasa nyinyi vijana wa siku hizi, nyinyi ambao mnaamua kumkataa Yesu, eti mnaamua kumkataa Yesu na kuambatana na mambo ya kidunia. Sikia maandiko haya, kitabu cha Mhubiri 9:11 nikianzia pale. Sikia maandiko haya. Mhubiri 11:9 nianzie pale.
Nasema hivi, wewe kijana, yani wewe unanisikiliza kijana, ufurahie ujana wako, ufurahie ujana wako, ufurahie vizuri sana, na moyo wako kuchangamshe siku za ujana wako, kaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni, pamoja na yote ambayo unayafanya, pamoja na vyote ambavyo unavifanya, pamoja na kwenda sehemu. Furahia ujana wako, hakuna shida, furahia, tunaruhusiwa tufurahie, lakini sasa mwisho wa siku utaletwa hukumuni. Bwana sasa, watu wa Mungu, wakati wa kutubu dhambi ni sasa. Hebu tubu dhambi, uishi maisha ambayo ni mazuri mbele za watu na mbele za Mungu. Mwisho wa siku utakufa kwa kujitoa. Wengine nafika mara wanajitoa miili yao, wanajiingizia vidole kwenye miili yao. Yaani sasa inafika mara wanani dunia kwenda mbali sana, watu wa Mungu. Vijana kwa mabinti kujitoa miili yao, kuangalia video chafu za ngono kwenye simu, mabinti kuchukua vidole kujiingiza kwenye simu zao za siri. Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Mimi sipendi kuongea sana. Mimi sipendi kuongea sana. Nikutakia tu kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka. Usikubali mwaka uishe kabla hujaokoka. Usikubali mwaka uishe na hujaokoka. Vinginevyo utafia January. Utafia mwezi wa kwanza, utakuwa mwaka wako wa mwezi wako wa kufa. Bwana asifiwe sana. Umebaki utauona mwaka kwa neema. Kuna wengine ambao alitangulia, wewe bado uko hai. Kwa nini uko hai sasa? Hebu jitambue, mtu wa Mungu, jitambue. Jitambue, acha dhambi. Acha dhambi. Geuka, rejea kwa Mungu. Dunia hii inapita pamoja na tamaa zake zote. Sikia maandiko ya mwisho haya. Yohana wa kwanza 2:15 nasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba kwa ndani yake. Maana niende okay. Okay. Sawa, nasema na dunia inapita pamoja na tamaa zake na tamaa zake, bali yeye afanye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Kwamba dunia inapita na tamaa zake zote, lakini yeye afanye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Bwana asifiwe sana. Mnakaa mnamkelea ujinga tu. Mimi niwatakie kila laheri na mwaka mpya, mambo mapya katika Kristo. Sio tu katika mwili, na katika Kristo pia. Tumkumbuke Muumba wakati wa ujana. Vijana tumkumbuke Yesu. Yesu anatupenda. Yesu anatuita, anatupenda. Si vijana tumtumikie yeye kwa moyo, na sio ujinga ambao tunaofanya mtandaoni na vingine vyote. Tubuni dhambi, rejeni kwa Mungu. Mwaka mpya ni sawa na mambo mapya. Tubu dhambi, acha dhambi, acha zinaa, acha washarati, acha kiburi. Mwaka ujinga tu. Mimi shangae sana sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni. Nasema tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.